Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Geita, Manjale Magambo, amesema ni jambo la muhimu kwa serikali kuhakikisha vikundi vingi vya vijana vilivyopo vijijini vinapata mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri ili kuwasaidia kujikwamua kiuchumi. Akizungumza katika ziara yake wilayani Mbogwe, Manjale alikutana na viongozi wa CCM wa wilaya hiyo kwa lengo la kuboresha uhai wa chama, jumuiya zake na kutathmini maendeleo ya wanachama. Alisisitiza kuwa vijana wa vijijini wanapaswa kupewa mikopo hiyo bila ubaguzi, kwani wana haki sawa ya kunufaika na fursa hiyo. Aidha, Manjale amewataka maafisa maendeleo na watendaji wa halmashauri kuwapa elimu vijana kuhusu namna bora ya kuunda vikundi vya kiuchumi vinavyoweza kupata mikopo. Kwa upande wake, kaimu mwenyekiti wa UVCCM wilaya ya Mbogwe, ambaye pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya wilaya hiyo, Pius Lukaga, amempongeza Manjale Magambo kwa juhudi zake za kuwawezesha vijana kujikwamua kutoka katika wimbi la umasikini. Hii ni News Update Media, mimi ni Gladness Joseph. Tunalozunguka mkoa mzima bila kufanya ziara na kuambia hatuwezi kuwafikia vijana wenzetu. Mimi niwaambie, tulikaa baraza la vijana la mkoa, tukabaini kuna shida kubwa ya utoaji wa mikopo. Na jukumu hili linatakiwa lifanywe na jukumu la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Nimekuja kuwakumbusha, tufanye vikao, tufanye ziara. Ndugu zangu, mmetupa taarifa yenu hapa. Moja ya changamoto kubwa mlioizungumzia ni uhafifu wa utoaji wa mikopo hii ya 4% inayotolewa kwa vijana. Taarifa yenu mmekiri kwamba kwenye kata hii kuna kikundi kimoja peke yake ambacho kilipewa mikopo ya milioni 8 kutoka kwenye halmashauri yetu. Na sisi kama vijana wa mkoa wa Geita tunaona mikopo hii haitoshi. Tunatamani na tunahitaji, na ndio shauku ya Daktari Samia Suluhu Hassan, vikundi vingi vya vijana hasa wa vijijini wapate mikopo hii, tukitambua huku maeneo ya vijijini ndiko kuna uzalishaji wa chakula kingi. Tukiwapa vijana wengi mikopo huku, wataweza kwenda kuwekeza kwenye kilimo, watazalisha, watauza, watapata kipato. Tunatamani afisa maendeleo wetu na mtendaji wako hapa watusaidie vijana wengi huku waweze kupata mikopo, ili wakati wa kilimo unapofika tuweze kupata uzalishaji mkubwa wa mazao, vijana waweze kuuza na mikopo itawasaidia. Wanaponunua mbegu bora ya kilimo, wanunue nyenzo bora za kufanya kilimo chao, lakini pia hata wakati wa usafirishaji wa mazao kwenda mjini kwenda kuuza, waweze kujikimu. CCM oye! Tumekuja kuwahimiza vijana wenzetu. Chama cha Mapinduzi kimeweka sera nzuri ya mikopo. Tuchangamkie fursa hii. Lakini pia ombi letu, ili mtakapopewa mikopo hii mkumbuke kurejesha. Kwani ni mikopo ambayo inatolewa kwa mujibu wa sheria. CCM oye! Kwa hiyo sisi tumeona kuna vikundi vingi huku vimeundwa lakini havijapata mikopo. Tunaomba tupaze sauti yetu. Sisi kama Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita tunahitaji tuone mikopo hii ikitolewa kwa usawa. Mikopo hii iwaguse vijana wengi wa mjini na vijijini. Hasa tuangalie kwenye maeneo ya kipaumbele ambayo yanazalisha chakula kingi. Ninatambua huku Ikobe, vijana wengi wa Ikobe ni wanapenda sana kilimo, lakini hawana mitaji. Tuwasaidie wapate mitaji. Tumekuja kuwahimiza viongozi wa serikali wawasaidie na wawe msaada. Mimi niombe tu afisa maendeleo wetu wasaidie vijana hawa, kwa sababu moja ya changamoto kubwa, hawajui namna ya uanzishaji wa vikundi, hawajui namna ya kuandika maandiko ili waweze kupata mikopo hii, lakini hata taarifa sahihi, yani wakati gani mikopo inaweza kupatikana. Kwa sababu tumeenda maeneo mengine wanakwama kupata mikopo vijana kwa sababu ya shida ndogo ndogo, jinsi ya kuandika yale maandiko. Tunaomba wasaidie. Tunatamani tuone vikundi vingi sana vya vijana vinapewa mikopo kutoka maeneo ya vijijini ili waweze kuzalisha mali na waweze kujikwamua kiuchumi. Pius Lukaga ni mjumbe wa kamati ya siasa wilaya ya halmashauri kuu ya Mbogwe nikitokea kundi la vijana. Ndugu mwenyekiti, awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwenye mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha sisi tumeweza kufika katika ziara yako. Lakini mwenyekiti, tuko nafasi hii kushukuru sana wewe kwa kazi kubwa unayoifanya ya ziara yako ya kata 122. Hongera sana na kamati yako ya utekelezaji. Sambamba na hilo, ndugu mwenyekiti, kwa haraka sababu umeisha, tunatambua kazi kubwa unayoifanya ya kukibadilisha chama na chama kiwe na
mahali. Tunakushukuru sana mwenyekiti. Na hii unayoifanya inalenga kukifanya Chama cha Mapinduzi kiweze kuwa imara, na unahamasisha wengine ambao sio wana CCM kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Wewe mwenyekiti umekuwa na hoza mzuri ambao chombo cha umoja wa vijana ndani ya mkoa wa Geita ukipeleka salama. Na hii sio mara ya kwanza. Mwaka 2018 mimi nilikuwa kijana ambaye sijui hata kusema CCM moye. Lakini kwa sababu nilikuona wewe na kazi kubwa unazifanya, wakati ule tulikuwa na dereva wako Shija alikuwa anaendesha gari ya kama ya nilikuwa naanza kujifunza kusema CCM. Baada ya kuona wewe ukiwa mwenyekiti wa vijana wilaya ya Geita mjini, na hatimaye mpaka sasa mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa, ni kwa sababu ya juhudi zako, matendo yako yanayofanya. Tunashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Lakini sambamba na hilo, maandiko matakatifu yanasema Mathayo 7:16, tutawatambua kwa matendo yako. Mambo makubwa tumeyaona mnayofanya mwenyekiti wa vijana mkoa wetu, unafanya makubwa. Umehamasisha mambo mengi, tumeona kwenye swala la uwekezaji na mikopo ulizungumzia vizuri, na unatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ibara 26 ambapo hii ya kuwawezesha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ili waweze kujiajiri kwa watu wengi. Tunashukuru sana mwenyekiti. Najua muda ni mchache na katibu amenieleza, nipende kushukuru sana na Mwenyezi Mungu akusimamie ili kusudi uendeleze juhudi hizo na maono hayo ili wilaya yetu ya Bogwe, mkoa wetu wa Geita na taifa kwa ujumla iweze kupata mafanikio.